Kwanza kabisa tupate brief kidogo kwa ufupi. Taasisi yenu ina jukumu gani hasa kwa mtu anayesikia, kabla tujaendelea na mambo mengine? Asante ndugu mtangazaji. Samani tuipandishe kidogo tu juu. Oh yes. Yes, asante ndugu mtangazaji. TIB Rasilimali ni kampuni tanzu ya TIB Bank, ni kampuni ya serikali ambayo imesajiliwa kwa mawakala wa soko la hisa la Dar es Salaam. Okay. Kazi yetu kuu ni kusaidia wananchi na Watanzania wa kawaida katika ununuzi wa hisa, hati fungani na uwekezaji. Kwa tunafanya kazi kwa ajili ya Watanzania wa kawaida, lakini na makampuni. Kwenye upande wa makampuni kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, TIB Rasilimali inasaidia kuwashauri na kuwafanikisha kupata mitaji kwa njia nyingine ambayo haihusiani na benki. Yes. Okay. Hiyo inawezekanaje? Kwa hiyo kampuni, I'm interested. Kama una kampuni yoyote ambayo una shida ya kuja kutafuta mtaji, unaweza kuja kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Unapofika kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, unaweza kuissue hisa ambayo mtu akawa mmiliki wa hiyo kampuni. Lakini badala ya kuuza kampuni yote, utauza kipisi tu kidogo. Kwa hiyo na yule kampuni itapata mtaji utatumika kwenda kufanyia kazi na kufanya expansion na vitu vingine, lakini inaweza ikaissue hati fungani kama mkopo wa kufanyia kazi nyingine. Kwa research yenu, mazingira ya uwekezaji nchini katika masoko ya mitaji yamekaaje kwa sasa? Kwa sasa kumekuwa na fedha nyingi sana na wananchi wameanza kuingia sana kwenye uwekezaji. Statistics na namba ambazo zinazotuonesha sasa hivi ni kwamba hadi vijana kati ya umri wa miaka 18 mpaka miaka 35 wamekuwa wakianza kufanya uwekezaji. Na hii imetokana na maboresho ya njia mbadala za uwekezaji kwa kupitia teknolojia. Tumeanza kuona soko la hisa la Dar es Salaam likija na application ambayo imekuja kuwaruhusu watu wa aina zote waweze kufanya uwekezaji popote pale ambapo walipo. Lakini kwenye upande wa taasisi tumeshuhudia kampuni nyingi zikija sokoni na ku-raise hati fungani. Lakini baada ya matokeo kutoka, ni pesa nyingi sana wamekuwa wamepata kuliko zile ambazo wamekuwa wameomba. Kwa kimetokea kwamba watu wengi sasa hivi wamekuwa wameshiriki, lakini pia tumeona kuna kundi la wasomi ambao wameingia, wanaitwa certified financial educators. Wamekuwa wakielimisha sana watu namna ya kuwekeza na namna gani ya kuweka fedha. Kwa wamekuwa kwa njia hii wamekuwa wakielimisha umma na watu wengi kujiunga kwenye soko. Kwa mwamko ni mkubwa sana mtangazaji. Sasa hivi kuna wimbi la madalali wa hisa hususan hapa Dar es Salaam. Kuna watu saizi wanauza na wenye hisa, middlemen. Mfano tunaona kuna application mbalimbali za kuchochea uwekezaji ambao ni tunasema ni ubunifu wa kasi kwenye teknolojia. Hebu tusaidie hapo kutuelewesha vizuri. Ninatakiwa kama ndio sina chochote kichwani kuhusiana na hisa, lakini ni kitu kipo, nifanyaje? Natakiwa nipite kwa watu au unashauri niende specifically wapi ili niweze kupata elimu sahihi na kufanya maamuzi sahihi? Kwanza nataka nirekebisha, tunasema wakala wa soko la hisa ambao wamesajiliwa na mamlaka ya masoko na mitaji na dhamana. Tusiwaite madalali. Sawa, tuwaite mawakala. Yes. Okay. Na hawa wapo kisheria. Ambao ni wataalamu ambao wamesomea mambo ya uwekezaji. Hizi ni kampuni kabisa halali, zimesajiliwa na mnazitambua na zinatambuliwa. Na moja hiyo kampuni ni kampuni yetu sisi hapa. Okay. Soko la hisa la Dar es Salaam limeorodhesha kampuni zote ambazo mwananchi wa kawaida anaweza akafanya uwekezaji. Lakini pia kama mwananchi wa kawaida siku ya leo ambao unataka kuweka uwekezaji, tunashauri kwanza awe na elimu. Anapopata elimu kwanza ni kitu gani ambacho anachoweka kuweka pesa zake, inaisaidia zaidi kuliko kusikiliza vitu vingi ambavyo vipo. Kwa hiyo baada ya kupata elimu sasa ndo anaanza kuweka fedha kwa ajili ya kufanya uwekezaji. Na hii inategemea pia kwenye vitu ambavyo wanavyotaka, kwa sababu wanasema huwezi kuweka hela sehemu ambayo huifahamu. Baada ya kupata elimu na kujua kwamba ni eneo gani ambao unajua na risk appetite ambayo iliwepo, viashiria vile ambavyo vinasema kwamba riski yangu iko mpaka asilimia ngapi, either kwenye hati fungani ama unasema kwenye hisa ama kwenye maeneo mengine.
Kwa uwekezaji kama uwekezaji ni kama uwekezaji mwingine tu ambapo pale unapoenda, lakini sana sana hii ni uwekezaji kwenye masoko ya fedha na mitaji. Sasa hivi kuna ukuaji mkubwa kwenye mifuko mbalimbali hizi funds, lakini pia kuna ongezeko la ukuaji wa ununuzi wa hati fungani. Hii kitaalam sasa inaleta picha gani na inakaaje, na pia ikiendelea tutarajie nini? Moja, hii inaashiria kwamba ni jambo zuri kwa sababu inaashiria kwamba tunaona mwinuko unavyokuwa mkubwa, watu wanapata uelewa wa fedha. Kwenye levels za investment ambazo zilikuwepo, tuna magrupu mbalimbali ambayo yanaonyesha umri mbalimbali. Sana sana hawa watu ambao walikuwa wamestaafu sasa hivi, badala ya kwamba wamestaafu na kwenda kuanza kilimo ambacho hajawahi kufanya, unakuta wanaweka fedha zao kwenye sehemu ya hatifungani ambayo inawapa return ambayo iko fixed ndani ya kipindi fulani, na hasa sana pia kwenye sehemu za mifuko. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba ni jambo zuri na ni kwamba watu wengi kwamba sasa hivi wameinuka na wanafahamu kuhusiana na mambo ya uwekezaji, lakini pia inaashiria kwamba watu sasa hivi wametoka kwenye mifuko ambayo imekuwa mara nyingi haipo regulated na kwenda kwenye products ambazo ziko regulated. Rama, tuko na Mr. Brighton Ross hapa kutoka TIB Rasilimali Limited. Hauna swali? Hata ikibidi uwakilishe Wazanzibari, lakini kama kuna mtu yote anamsikia sasa hivi Mr. Brighton anaweza kutuma swali lake akapata sasa hivi hapa, wanasema free consultation jamani, 0775921921. Hebu tumia fursa hizi zinazoletwa kwako na Hello Crown kila siku asubuhi Jumatatu mpaka Ijumaa. Uliza swali lako leo. Rama. Kuna maswali lakini nitaanza na hili na baadaye nitauliza utaratibu wa hisa upande wa Zanzibar, hilo litakuja baadaye. Kwanza nilikuwa natamani kusikia ni sekta zipi zinapewa kipaumbele na TIB katika kutoa mikopo ya maendeleo. Asante, shukrani. Kama swali lako ambavyo ulivyosema, sisi tunajihusisha kwenye kushauri watu katika kununua hisa, hatifungani, ushauri wa makampuni ku raise capital, lakini kwenye sehemu hiyo manake sisi tunahudumia kampuni zije zi raise capital kupitikia soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa tutaifanya kampuni ije iishu hatifungani ambayo kwa Kiingereza tunasema corporate bond kwa ajili ya kupata kipato. Sasa ni sekta gani hasa? Sekta zote ambazo zinakuwa zinaalikwa. Aina ya makampuni gani ambayo tunashirikiana nayo? Kama ni kampuni ndogo tunashirikiana na wewe, kama ni kampuni kubwa zote tunashirikiana nazo. Kwa ni kampuni yoyote yenye idea yoyote? Yes, kwenye kampuni ambayo tayari ipo kwenye soko na tayari inafanya kazi. Vigezo na masharti ni vipi? Mtu saidie. Sasa kwenye hapa tunasema tuna windows mbili ambazo makampuni yanaweza kaja sokoni. Hapo kwenye upande wa hisa tuna kitu ambacho kinaitwa Enterprise Growth Market. Hili ni soko dogo la makampuni madogo, na lakini tuna soko la pili ambalo linaitwa Main Investment Market. Hili ni soko kubwa kwa ajili ya makampuni makubwa, na kwenye vitu ambavyo tunakuwa tunaangalia mara nyingi ni record track ya kampuni imekaa miaka mingapi, na kama ina financial statements ambazo zinakuwa zipo, lakini pia tunaangalia profitability, kama hii kampuni inatengeneza faida ama haitengenezi faida. Hivyo kwenye hatifungani za kitaasisi ambapo tunasema kama ni mkopo ambayo hizi kampuni zinakuja kuchukua wa muda mrefu zaidi, na kwa asilimia ambazo zinazokuwa ni ndogo, mara nyingi tunataka tuone kampuni hii kweli inatengeneza faida na ina uwezo wa kuja kulipa hayo madeni. Hivi ikatokea Rama, kabla hujauliza samani, ikatokea nina hivyo vigezo, kampuni ndogo nimekuja nimekopa, na ulisema kuliko mtu kuuza kampuni mnamshauri auze asilimia kadhaa ili ile asilimia itumike kama mtaji wake. Ikatokea nikadondoka, sasa kampuni yangu goodbye, inakuwaje kwenu? Au hao nilioshirikiana nao au huko nilikouza inakuwaje? Sasa kwenye uwekezaji wote kuna hasara na faida. Na mwekezaji anaponunua hisa anakuwa ni mmoja wa miliki. Na kama anakuwa ni mmoja wa miliki, kupitia mkutano mkuu ambao unafanyika kila moja mara mwaka, wanakuwa wanapitisha resolutions ambazo ni maamuzi ya taasisi.
Sasa unapokuwa mmiliki, manake kwenye faida inagawana kutokana na hisa, lakini na kampuni inaposhuka pia, ikitokea kuna hasara, manake mtakuwa mnagawana hasara. Okay. Yes, ndio maana tunashauri sana wawekezaji wote. Siwi peke yangu kwa sababu tu nilipewa mtaji. Yes, napata mshirika. Yes. Kwa mnakuwa mko wengi sasa. Nice. Mnakuwa mko wengi sana. Haya. Zanzibar tukizungumza na hasa hii awamu ya 8 imekuwa na michakato ya juu ya masoko ya hisa. Inaweza kuwa fursa pia kwa watu walio wengi, na wao wanaichukuliaje hii nafasi ya mchakato wa awamu ya 8 ambao umekithirisha na ushawishi pia katika soko hili la mambo ya hisa pia? Sijui anazungumziaje swala hilo. Utaratibu wa kuwa na masoko ya hisa zaidi ya moja kwenye nchi ni jambo la kawaida. Tumeona hata nchi nyingine ambazo zikiwa na masoko mengi, na kwa njia ya Zanzibar kuanzisha soko la hisa inatoa fursa kwa watu wote wa bara na wa visiwani kuparticipate na kuweza kupata njia mbalimbali za kufanya uwekezaji. Kwa hiyo sisi kama Tebi Rasilimali pia maana yake ni kwamba tuna participate sehemu yote visiwani na bara, na hata kukiwa na soko la hisa ambalo linapatikana Zanzibar, tutaendelea kutoa elimu na tutaparticipate. Lakini hata hapo tunapoendelea ni kwamba tumekuwa tukishirikiana na taasisi nyingi ambazo zipo Zanzibar kwa kutoa elimu, lakini pia kuattend kwenye makongamano mbalimbali kwa ajili ya kufundisha kuhusiana na uwekezaji. Huyu mwananchi wa kawaida anayetusikiliza sasa hizi anawezaje kufaidika na soko la hisa au dhamana za serikali hata kama ana mtaji mdogo? Yes, sasa utofauti wa hapo na jambo zuri ni kwamba kama hapo ndugu mtangazaji umesema huna kampuni. Sasa badala ya kwanza kuanzisha kampuni sasa hivi sijui uanze kusajili, ndio tunakushauri ununue hisa kwenye makampuni ambayo yapo tayari. Kwa kuna makampuni tayari yameorodheshwa. Sasa unaenda kununua kipisi kidogo tu ambacho kinaitwa hisa ili na wewe uwe mmiliki. Kwa mfano kuna mabenki makubwa ambayo yameorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa ukinunua kipisi kidogo wewe unakuwa mmiliki na unapata automatically inakuwa na kampuni. Yes. Sasa unaweza kukuta ni kampuni likubwa, mfano li benki likubwa, ila unakuta hisa yake moja inauzwa shilingi 2,000 na kitu. Kwa unaponunua moja tu, unaponunua hisa 10 tu. Tukimaliza interview utanitajia. Tukimaliza interview utanitajia, utanipa kodi. Wakati anataka kukupa kodi. Tukimaliza hivyo vitu vya hivyo inabidi nianze mimi kwanza kwenye familia. Nivunje laana za ukoo. Na hapo kwa wananchi wako, baadhi ya wananchi ambao wanasikiliza huwa waoga sana, na wengi wanahisi kwamba kuingia katika hisa ni kupata hasara au kutapeliwa. Ushauri wowote wanaosikiliza umuhimu wenyewe wa kuingia katika hisa na faida ambazo zinapatikana? Maana wengine wanahisi kama wakiingia wanapoteza. Ndugu mtangazaji, nadhani kwanza jambo la muhimu ni kwamba haya masoko yako regulated. Yani kuna authority ambayo inaangalia kila kitu. Kwa kuna Capital Market and Securities Authority, mamlaka ya uwekezaji ambayo ipo inaangalia. Kuna kisheria kabisa zipo. Kuna soko la hisa la Dar es Salaam, lakini chini yake kuna mawakala kama sisi ambao tunakushauri, tunakufundisha na tunakuweza kukununulia hizo hisa ambazo zinapatikana. Kwa kabla hujafanya decision yoyote, maamuzi yoyote, unaweza ukawasiliana na wakala wowote wa soko la hisa la Dar es Salaam, ukapata elimu, akakufundisha na akakuonesha njia zote za kupita hapo. Lakini kuna fursa moja ambayo unapata ukiwa mmiliki wa hisa, ni kwamba una attend ile mikutano mikuu, tunaita annual general meeting kila mwaka, ambapo utapata kupata muda kufanya audience na kampuni husika na kuona mategemeo yote, lakini na kujibiwa maswali yote ambayo uliokuwa nayo. Okay. Kama una swali lingine? Ni dhana ambayo ipo na hasa inapokuwa katika ubia, tunapozungumzia sekta binafsi na miradi au upande wa umma kwenye swala la hisa, ushauri wao unakuaje hasa kwa watu wa kawaida na hasa upande wa binafsi? Maana tunaona kwa baadhi ya mataifa ambayo mara nyingi wameruhusu na kumekoma kama biashara, wenyewe wanasema soko huria. Lengo la swali langu ni kutaka kujua sasa, panapokuwa na ubia wakati mwingine, lakini wakati mwingine sekta binafsi, wengine wanaona kama kuna namna soko la hisa linakuwa kama linaegemea upande. Una ushauri gani?
Soko la hisa mara nyingi halegemei upande wowote. Soko la hisa linachofanya ni kureduce ile ownership ya makampuni kwenda kwa mtu mmoja mmoja na watu wengi, na wale pia kuwapa nguvu ya kufanya maamuzi. Kama sasa hivi ambapo tunaweza kuona kwamba kumekuwa na taarifa nyingi kwamba kuna makampuni na taasisi nyingi inabidi ziletwe sokoni. Kwa nini ziletwe sokoni? Zinaletwa sokoni kuboresha ubora wake in terms ya kazi ambazo zinazofanya. Kwa sababu unapokuwa kampuni inapokuwa imeorozeshwa kwenye soko la hisa, hii inamaanisha kwamba macho yote yapo pale. Kwa hiyo zile vile requirement ambazo zinafanya kwamba hii iwe imeorodheshwa, inahitaji kampuni iwe inaonesha financial statement zake zote pale, inabidi ionyeshe operation zote pale. Kwa hiyo inafanya kwamba hizi kampuni zinaboresha utendaji wake wa kazi na kufanya kwamba ubunifu uendelee kuwa mkubwa na kufanya kwamba kwa productivity in general kuongezeka. Kwa ni jambo zuri sana kwa makampuni mengi kwenda kwenye hisa na kuwa orozeshwa. Kuna msikilizaji anauliza hapa, anasema tuko digitalized kwa sasa, kadri muda unavyozidi kwenda na dunia inazidi kuwa mbele zaidi. Anasema saizi kuna hisa za kiganjani hizi DSE. Anataka kufahamu taasisi yenu inajipangaje katika kuhakikisha inaendeleza mifumo kama hii na hapa nchini watu wakai experience. Asante sana. Kwanza tukianza na hisa kiganjani, hii ni mobile application ambayo imetolewa na soko la hisa la Dar es Salaam, ambapo Mtanzania yeyote anayetaka kwanza kununua hisa anaingia kwenye simu yake, anaidownload, then anachagua wakala wake pale ambaye ni TIB Rasilimali. Lakini kwenye malengo yetu sisi ni kwamba tumeangalia matatizo yote ambayo yaliokuwepo, na sasa pia sisi wenyewe tutatoa application mbadala ambayo itakuwa inatoa suluhisho ya matatizo mengi ambayo yaliokuwepo, ili watu pia waweze kuwekeza. Na sasa hivi kila kitu kinaendelea kidijitali. Kwa hiyo manake endapo unapopata changamoto yoyote, sisi tuna mifumo ambayo inaruhusu mwekezaji wetu aweze kuweka maoni yake, lakini aweze kuweka mambo yake ambayo anataka yafanywe kazi ndani ya muda husika. Kampuni kuna maswali mengine? Endelea. Ya wasikilizaji. Anasema kuna msikilizaji mmoja, huyu anaitwa Salim, yuko Zanzibar. Yeye anasema hivi, kwa nini watu wengi Tanzania bado tumekuwa hatuwekezi katika soko la hisa? Yaani kiuzoefu anaweza katoa maelezo juu ya hilo. Yes, nadhani ndugu mtangazaji, moja ya changamoto ambayo tulikuwa nayo ni kwamba ilikuwa ni ukosefu wa elimu. Elimu ilikuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu tumeona watu wengi walikuwa hawajui hata uwekezaji ni nini. Kwa hiyo sasa hivi juhudi nyingi ambazo zimeanza kuja kwa kuanzia upande wa serikali, ambapo kwenye mwongozo na ile Vision 2050 ambayo ilikuwa imewekwa ni kwamba ni kuelimisha umma kuhusiana na mambo ya uwekezaji. Lakini kitaasisi kwa soko la hisa la Dar es Salaam tumeliona kwamba likija nalo na programs mbalimbali, lakini na sisi mawakala tumekuwa tukifanya kazi hiyo. Kwa mfano kama sasa hivi ndugu mtangazaji, nadhani ukiingia tu kwenye mitandao utaona kuna hawa watu ambao wanaitwa CFFs ambao wanafanya kazi nzuri sana ya kuelimisha. Nadhani ndani ya miaka iliyopita ni sio rahisi kusikia mambo yanayohusiana na hisa, lakini sasa hivi mambo ya uwekezaji yanapata nafasi na yanapata kuongelewa. Kwa hiyo ushauri ni kwamba tuendelee kuboresha ile eneo la kutoa awareness, na sisi tuko mstari wa mbele kabisa katika kulishughulikia hilo na kuensure kwamba watu wanapata maarifa. Baada ya kupata maarifa ili watu waweze kuwekeza. Hivi unaweza kumsaidia vipi mtu ambaye ni muhanga wa hisa, labda aliwahi kununua hisa akatapeliwa, something happened ambacho leo hii akisikia tu wakala wa hisa mambo ya hati fungani, yani mnaenda mnabonyeza vidonda ambavyo havijai kupona, wewe unamshaurije? Kwanza nadhani jambo la msingi kabisa, kutumia neno kutapeliwa ni vigumu sana. Labda useme hisa ilimpa hasara. Hapana, wapo watu waliwahi kuuza hisa, baadaye tunaona kampuni iko mahakamani, mwisho wa siku wale walionunua hawapati jibu lolote, kesi inakwenda tu, miaka inapita. Wapo watu wamepitia hayo.
Kwa anapokuja kusikia tena hivi anasema hata kama ni promising, ni kitu kizuri, bado ana vidonda vya nyuma, anakuwa muoga. Unamshauri vipi mtu kama huyo? Na tukumbuke kwenye hali ya hatari, risk appetite, mtu anapofanya investment, kuna hisa, kuna hati fungani na mifuko mingine ya uwekezaji. Kwenye hisa hali yake ya hatari ipo juu kidogo. Kumbuka hapo mwanzoni nilisema unaponunua hisa na kuwa mmiliki. Kwa hiyo operation ya zile kampuni zikishuka na wewe unashuka, zikipanda na wewe unapanda. Sasa ili uchague hisa bora unahitaji mshauri mzuri wa kukuambia wapi uwekeze. Yawezekana hapo nyuma ulikosea, lakini maarifa, je, ulikuwa nayo sahihi? Kwa sababu hapa tunapoongea pia kuna watu kwenye soko la hisa hilo wamekuwa mamilionea, wamekuweza kupata pesa nyingi zaidi. Lakini kama upande huu ambao fedha yake hupanda na kushuka, tunaweza kukushauri uje kwenye eneo la hati fungani. Moja ya sehemu ya hati fungani nzuri ni hati fungani za serikali za muda mrefu, ambazo zinakupa rejesho ndani ya kila baada ya miezi 6. Hii inakusaidia wewe badala ya kuogopa thamani kupanda na kushuka au gawio kupanda na kushuka, kupata hela ile ile ndani ya muda sahihi. Lakini kama hiyo haitoshi, kuna mifuko siku hizi, kuna mifuko mingi ya uwekezaji ambayo ipo inafanya kazi. Okay. Na hapo kuna maswali yameendelea, lakini kuna swali lingine, unafanyaje tathmini ya kampuni kabla ya kununua hisa, au ni ushauri ule ambao unauzungumza hapo awali? Sasa hapa ndo tunakuja sasa utofauti, kazi ya kuu ya wakala wa soko la hisa ni nini? Kama tunavyojua sisi, moja ya kazi zetu ni kutoa ushauri. Tunapofanya ushauri, manake tuna timu ya wataalamu ambao wamekaa, wameangalia record ya hii kampuni, wameangalia faida hii kampuni kama inapata au haipati, na ili kukupa ushauri. Sasa tumeona kwamba watu wengi huwa wanatumia mkumbo tu kwenda nanunua hisa fulani kutokana, unaambiwa na fulani, unaona tangazo, unasikiliza. Lakini inabidi uwasiliane na wataalamu kama sisi, tuje tukufanyie evaluation, tujue kwamba wewe ni mtu kwanza wa aina gani, appetite risk yako ikoje, na tunaifanyaje kazi. Baada ya hapo ndo tutakushauri sasa, ndugu mtangazaji, wekeza hapa kutokana na umri wako, kutokana na vitu ambavyo ulivyo na mategemeo yako. Okay. Swali. Wasikilizaji, Chetu Chuma anasema kama kuna kushare, yani mume mke, mwisho wa siku wakaachana, wao kama wao kupitia hiyo kampuni, kuna utaratibu gani wa wao hata kila mmoja kati ya wawili ambao wametengana baada ya kuwa mke na mume? Wanapataje maslahi yao? Wameuliza. Tumefungua kampuni mke na mume, tumekwenda TIB rasilimali, tumeuza kipande ili tumepata mtaji, tumefanya biashara, kampuni imekuwa, tumeamua kuachana. Hapo mnaingiliaje hapo kati, mnatusaidiaje? Kwa lugha nyepesi tu ni kwamba hata wewe mwenyewe ukinunua hisa kuna kuachana na hizo hisa. Unaponunua hisa pia haimaanishi kwamba utakuwa mmiliki wa hizo hisa milele. Unajua ni za milele bwana. Unaweza ukauza muda wote. Narithisha na kizazi changu. Sasa kupitia soko la hisa la Dar es Salaam, kama ulinunua hisa 500, kama imepanda bei, manake unaweza ukauza shilingi 600. Ukauza baadhi. Unaweza kuuza baadhi. Unaweza ukauza zote. Inategemea wewe mwenyewe. Na naweza nisiuze, na unaweza usiuze ukaendelea kuwa nao kutokana na kutokana na investment type ambayo wewe unataka kufanya. Kwa hiyo sasa hawa wanaoachana, na hawa wanaoachana kama kampuni imeorodheshwa na hisa, watakuwa wana hisa, manake watauza sehemu ya hisa zao. Kwa mmoja atachagua aondoke, mwingine amwachie mwenzie, au kama wote wameamua tuuze tu ili tumalizane na hii kampuni, ni maamuzi yao. Lakini pia kuna makampuni makubwa ambayo yalikuwa yameorodheshwa kihistoria, tuna ambao tumeona ambao wamiliki wakubwa wameondoka. Yani kwamba mmiliki mkubwa alikuwa ni kampuni X, kamuuzia mwingine ile kampuni
akawa shareholder mkubwa. Okay. Kwa ni jambo la kawaida tu. Ukiwa mmiliki au shareholder ni rahisi kuhama kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Kwa kumalizia, Mr. Brighton, muda unatutupa Rama. Atuambie tu ni wito gani wa mwisho anaweza kutoa kwa kampuni, kwa Mtanzania anayesikia saa hizi, kwanza kwa nini achague TIB, lakini pia kwenye huu ulimwengu ambao sasa hivi unakuwa kakasi wa soko la hisa na hati fungani, unaweza kumshauri mtu nini? Cha kwanza ni kwamba kunapofanya uwekezaji, chagua kampuni ambayo imesajiliwa na mamlaka ya soko ya hisa na hisa na mitaji. Lakini karibu kufanya kazi na TIB Rasilimali. Hii ni kampuni tanzu ya TIB Bank ambayo ni taasisi ya kiserikali. Sisi tunatoa ushauri na tutakuelekeza wapi kwa kuinvest na wapi kwa kuwekeza hela zako. Lakini pia kwa makampuni ambayo yanatarajia kutafuta mtaji kupitia soko la hisa la Dar es Salaam, tunakaribisha kwa ajili ya kufanyia kazi hiyo. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.